ya Friday. Jana tulikuwa hapa na siku ya leo bado tuko hapa na bado hatujatoka kwa sababu Yesu anawapenda. Haleluya. Nashukuru sana kwa sababu ya mkutano huu. Asante sana wanayuthi wetu kwa sababu ya kuandaa mkutano huu. Na ninashukuru sana tena kwa sababu ya timu ya Back to God, kikundi ambacho kinaeneza injili katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Na kwa hivyo tunashukuru sana kwa sababu ya watu wa Macedonia. Na tulikuwa kwenu, wengine wenu tumezungumza na wao, na tumeona wasichana, tumeona vijana wakiokoka na wakimrejea yeye. Amen. Kwa hivyo tunashukuru Mungu. Ningependa tuweze kupata nafasi mzuri, dakika kidogo ambazo niko nazo za kunena neno la Bwana, na ninajua kwamba neno la Mungu litaweka mwangaza katika moyo wako katika jina la Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema ya kwamba mwanadamu hawezi akaishi kwa mkate peke yake. Amen. Lakini mwanadamu anahitaji neno, maana neno ndilo uhai. Haleluya. Maana kuna nyakati ambazo zitafika wanadamu watafute neno, alitakuwa linapatikana. Jina la Bwana lipewe sifa. Wakati huo Ufunuo inasema ya kwamba huo ni wakati ambao kutakuwa na kilio duniani. Jina la Bwana lipewe sifa. Na kwa hivyo wanadamu watakuwa wakihangaika wakitafuta mtu ambaye atakayewapea neno, lakini wakati huo kutakuwa na mtu hata mmoja, maana Yesu atakuwa amenyakua kanisa lake. Jina la Bwana lipewe sifa. Na kwa hivyo ni nafasi mzuri mahali popote unaposikia sauti hii yangu, ni vizuri kupeana moyo wako kwa Kristo. Haleluya. Na unaweza ukaokoka bado ukiwa kijana. Usingojea hadi wakati utakuwa mzee ati hapo ndipo utakaookokea. Haleluya. Unaweza ukaokoka ukiwa kijana mdogo, uendelee kukaa katika Kristo. Yesu Kristo akirudi bado uko umeokoka. Jina la Bwana litukuzwe. Na neno la Mungu kulingana na Paulo anasema ya kwamba kuokoka ni kuamini kwa moyo wako, na kuokoka ni kukiri kwa mdomo wako ya kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Na kwa hivyo sisi tuko hapa, tuko na ushuhuda kamili ya kwamba vijana wanaokoka katika jina la Bwana. Amen. Ningependa kusema ya kwamba nilikuwa university, na kwa neema ya Mungu akanisaidia nikamaliza vyema nikiwa nimeokoka. Jina la Bwana lipewe sifa. Na kwa hivyo unanisikia hapo, maybe ni unaingia university, maybe uko mwaka wa pili, maybe uko mwaka wa tatu, hata maybe unamalizia mwaka wa 4. Jina la Bwana liinuliwe. Ni vizuri ukakae vizuri katika njia za Kristo Yesu. Jina la Bwana lipewe sifa. Ningependa ninene neno la Bwana katika kitabu cha Jeremiah chapter 6. Na maneno haya ni mtumishi wa Bwana Jeremiah aliyoyanena. Alikuwa akinenea watu wana wa kabila la Benjamini. Jina la Bwana lipewe sifa. Alikuwa akiwanenea kwa sababu kabila hili lilikuwa limetenda mambo maovu. Amen. Alikuwa akiwanenea maana kabila hili lilikuwa limejawa na undanganyifu mwingi, kama vile ambavyo ninazungumza hapa. Maybe uko hapo na umefanya uovu wa kila aina. Maybe uko hapo na hakuna pombe yote ambayo huja test. Maybe uko hapo na hakuna bangi yote ambayo hujawahi ionja. Jina la Bwana lipewe sifa. Nilisikia ya kwamba mtu akivuta bangi, hata wakati ambapo unamaliza miaka 7 ile hiyo bangi ishe kwa kichwa chako. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini ukikubali Kristo Yesu aingie katika moyo wako wewe, ukikubali Yesu aokoe maisha yako wewe, haleluya, Yesu atabadilisha maisha yako. Yesu atakuokoa wewe. Yesu atakuweka ukuwe msafi katika jina la Yesu Kristo. Na isitoshe kuna jambo ambalo kiingilio cha Yesu maishani mwako, Mungu anaondoa dhambi zote ambazo ushawahi zifanya, anaziweka kama vile ambavyo magharibi imetofautiana na kaskazini. Hivyo ndivyo Kristo Yesu anafanya, na hata siku ya leo Mungu bado anaweza akafanya hivyo katika jina la Yesu Kristo. Jeremiah chapter 6 verse 16. Ujumbe wangu siku ya leo, standing firm at the crossroad. Bwana Yesu asifiwe sana. Ningependa kusema ya kwamba crossroad ni njia ambayo wewe mwenyewe unafanya maamuzi yako. Jina la Bwana litukuzwe. Ni watu wengi sana ambao walifika katika crossroad yao, lakini wakachukua njia ambayo haikumfurahisha Mungu. Haleluya. Maybe unanisikia mahali ambapo ulikuja shule ukiwa msichana msafi, ulikuja shule ukiwa kijana mzuri, you are very innocent wakati ambapo ulikuwa mnakuja shule. Lakini wakati ambapo ulifika katika njia pana yako,
maamuzi yale ambayo uliyoyachukua wewe, hiyo maamuzi imekufanya uanze kuregret maisha yako. Jina la Bwana litukuzwe. Pengine umeanza kusema ya kwamba sasa nilikuja shule kufanya nini? Kwa sababu ya ile maamuzi ambayo maybe uliyolifanya. Jina la Bwana litukuzwe. Na kwa hivyo ujumbe wangu siku ya leo ni ya kwamba kusimama imara katika njia pana. Hallelujah. Yeremiah chapter 6 verse 16. Tasoma neno la Bwana, kwa sababu hilo ndilo ambalo Mungu alituleta mahali hapa, na kusudi letu ni ya kwamba tutatimiza mapenzi ya Bwana katika mji wa Macedonia, na tungependa wasichana na vijana wa mji huu waokoke na wakombolewe na Kristo. Amen. Jeremiah chapter 6 verse 16 mstari wa 16. Biblia yangu inasema ya kwamba Bwana asema hivi: simameni katika njia kuu. Ujumbe wangu ni huu, ya kwamba njia kuu yako ni ile decision unayoifanya katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikae kwa sababu ya changamoto ambazo unazopatana nazo kwa maisha haya, wewe uamue kuchukua maamuzi ambayo itakuletea frustration, uamue kuchukua maamuzi ambayo itakayokuletea disappointment katika jina la Yesu Kristo. Mtumishi huyu wa Mungu, kwa sababu ukisoma hapo juu inaongea kuhusu maovu na udanganyifu mwingi ambao ulitendwa na wana haya wa kabila la Benjamini. Na kwa hivyo mtu wa Mungu anaendelea kuandikia kabila hili, anawaambia ya kwamba simameni katika njia kuu. Jina la Bwana lipewe sifa. Anaendelea kusema ya kwamba mukaulize habari za mapito ya zamani. Haleluya. Ningependa kusema ya kwamba kizazi hiki ambacho tunaishi kizazi ambacho kimechanganyikiwa kabisa. Amen. We are living a life that is very much complicated. Jina la Bwana lipewe sifa. Unaongea na mtu mdogo, unamwambia habari ya kuokoka ni vizuri, lakini anakwambia bado mimi ni mchanga. Haleluya. Hiyo ni kuchanganyikiwa. Hiyo sio swag, huko ni kuchanganyikiwa kwa maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Jeremiah was among the major prophet, anasema ya kwamba ni vizuri kusimama katika njia kuu wakati ambapo uko katika ile crossroad yako ya maisha, unaulizia mambo ya kitambo. Amen. Na unajua siku ya leo vijana wapendi kukonsult watu ambao wamezeeka, kwa sababu ati wanasema hao ni analog. Haleluya. Ningependa nikuambia hiyo analog ambayo unaichukia wewe, hiyo ndio inafaa kukusaidia katika maisha yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Lakini ukichukua njia hii ambayo inayoonekana mzuri katika maisha yako wewe, hiyo njia itakupeleka mahali ambapo utakuwa unalia kila wakati, utakuwa unateseka kila wakati, utalilisha mpaka familia yako wewe. Lakini tuko na ujumbe mzuri siku ya leo, ya kwamba ujumbe wa Kristo Yesu, habari ya kuokoka, maana ujumbe huo umefunuliwa kwa kila mmoja ambaye anaishi, na hiyo neema ya wokovu imeachiliwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Biblia ya Bwana inaendelea kusema ya kwamba verse 17, verse 16, mtakapo wauliza habari za mapito ya zamani, inaendelea kusema ya kwamba iwapi njia iliyo njema. Jina la Bwana lipewe sifa. Na kwa hivyo inamaanisha ya kwamba kuna njia mzuri ambayo unaweza ukaichukua, na ningependa kusema ya kwamba watu wote hawajaharibika. Unajua kuna watu wanasema ya kwamba ati kanisa zimeharibika. Kuna watu ambao wanasema kwamba ati kuokoka ni analog. Wengine wanasema ya kwamba kuokoka sio halali, wengine wanasema ni scam. Amen. Na ningependa kusema ya kwamba wokovu sio scam. Kuna watu ambao Mungu amewaweka. Jina la Bwana litukuzwe. Kuna vijana wengi. There are millions and millions of young people. There are millions and millions of young men. There are millions and millions of ladies. Millions and millions of young people ambao wamekata shauri ya kumtukuza Mungu, ambao wamekata shauri ya kumfuata Mungu, ambao wameweka njia zao sawa sawa na mapenzi ya Kristo Yesu.